unapokuwa na dhahabu au almasi ukaitupa kwenye zizi la ng'ombe, wale watakuwa hawajui thamani yake. Wale watakuwa wanakanyaga kwa sababu hawajui thamani ya kile kitu. Lakini almasi au dhahabu utakapompa binadamu, ataichukulia kwa ukubwa sana, ataona ni kitu ambacho ni kitu kizuri sana kwa yeye. Lakini kwa ng'ombe yeye hawezi kujua thamani yake. Ndio hivyo ilivyo kwa binadamu, kwamba unatakiwa utoke sehemu ambayo unahisi haupati furaha. Habari mtazamaji wa Success Path Network, langu jina ni Bawil Omar. Leo nimeamua nikuletee mada ambayo inasema kwamba mabadiliko yanaanza na wewe. Naam, hii ni mada ambayo nyeti kidogo, ni mada ambayo pengine wewe kama mtazamaji wa Success Path Network una shauku ya kujua kwamba hii mada inahusu nani. Inakuhusu wewe hapo mtazamaji wa Success Path Network. Pointi ya kwanza au hoja ya kwanza kuhusiana na mada hii ambayo nilokuletea siku ya leo, mabadiliko yanaanza na wewe, ni pointi inayosema kwamba au hoja inayosema kwamba kutafuta fursa au kuzielekea fursa. Ukiwa kama kijana au ukiwa kama mtu yote katika jamii, kama unataka kupata mabadiliko, wewe kama wewe inabidi uwe mtu wa kuzielekea fursa, za kutafuta fursa, sio mtu wa kukaa na kuangalia vitu ambavyo pengine sio vya kifursa katika jamii. Kwa hiyo ukitaka kupiga hatua, ukitaka kupata mabadiliko katika jamii, mabadiliko wewe kama wewe binafsi, inatakiwa uwe mtu wa kuzielekea fursa, kuzitafuta fursa. Hoja namba 2 katika mada hiyo hapo. Hoja namba 2 inasema kwamba uwe mtu wa kuondoka, au tuseme kwamba ondoka katika sehemu ambayo unahisi sio sahihi. Hii ni mojawapo ya changamoto ambayo imekuwa ikiwatesa au ikiwapa maswali watu wengi sana katika jamii, kwa sababu wengi wamekuwa waking'ang'ania sehemu ambazo sio sahihi, na matokeo yake wamekuwa wakidharaulika na wakipata changamoto kadhaa kuhusiana na swala hilo. Ndio maana kuna mtu mmoja alishawahi kusema kwamba usikae sehemu ambayo haupati furaha, kaa sehemu ambayo unaupata furaha na sio kukuvumilia. Lakini hiki kitu kimekuwa tofauti katika watu wengi, na naweza kukupa mfano kidogo kwamba unapokuwa na dhahabu au almasi ukaitupa kwenye zizi la ng'ombe, wale watakuwa hawajui thamani yake. Wale watakuwa wanakanyaga kwa sababu hawajui thamani ya kile kitu. Lakini almasi au dhahabu utakapompa binadamu, ataichukulia kwa ukubwa sana, ataona ni kitu ambacho ni kitu kizuri sana kwa yeye. Lakini kwa ng'ombe yeye hawezi kujua thamani yake. Ndio hivyo ilivyo kwa binadamu, kwamba unatakiwa utoke sehemu ambayo unahisi haupati furaha. Hiyo ni hoja namba 2. Hoja namba 3, kuweza kuzingatia muda. Wazungu wanasema kwamba time management. Hii swala limekuwa ni tofauti kidogo kwa watu wengi sana katika jamii, kwa sababu limekuwa likiwafilisha mambo mengi sana. Kuna mtu mmoja alishasema kwamba kama ukiwa unataka kufanikiwa katika jamii, unatakiwa uwe na mazingatio katika muda. Yani inapofika muda fulani unatakiwa ujiwekee kwamba malengo yako, kwamba mpaka unafika muda fulani nimeshakamilisha kitu fulani, utakapofika muda fulani nimeshakamilisha kitu fulani. Lakini kwa sisi wanajamii, kwa watu wengi katika jamii, imekuwa ni tofauti sana kuhusiana na swala hili. Namba 4 ni kujijengea ujasiri. Kujijengea ujasiri kivipi? Hii imekuwa ni changamoto pia kwa watu wengi, na imekuwa ikiwapa ugumu katika kupata yale mabadiliko kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiwa na dhana potofu, wakiwa wanaamini kwamba nikiwa sehemu fulani nikatoka, pengine maisha yangu yatakuwaje? Labda pengine nipo kwenye mahusiano nikatoka, itakuwaje? Hii inakuwa inawajengea ile hofu kwamba ya kuweza kutoka na kushindwa kufanya mabadiliko. Lakini ukiwa na ujasiri, basi unaweza ukafanya mabadiliko wewe kama wewe, na hii inaweza ikakusaidia sana katika maisha yako. Na pointi ya mwisho ni kuwa mtu wa kutafuta marafiki wapya, au uwe mtu wa kutoka kutafuta marafiki wapya, kwa sababu unapokuwa na marafiki wapya, unapokuwa unatafuta fursa ya kuwa na marafiki wapya, itakusaidia sana katika mabadiliko yako, kwa sababu utakutana na watu ambao watakaokupa ushauri mbalimbali, watakaokupa hamasa mbalimbali, watakaokupa matumaini mbalimbali. Lakini ukiwa mtu tu wa kuwa na marafiki wale ambao kila siku upo nao, ambao hawakuingizia kitu chochote, inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini ukiwa na ile desturi ya kutafuta marafiki wapya, hii itakusaidia wewe kubadilika katika maisha yako. Nimalizie kwa kutoa
nukuu ya msanii mmoja anaitwa Beyonce kutoka kule Marekani, ambapo alisema kwamba mabadiliko, kusingekuwa na mabadiliko basi kusingekuwa na ukomavu katika jamii. Umekuwa nami muda wote, ni Bawil Omar, na hii ni Success Path Network, teach one each one.